utakula muda ile yote itakaa. Sababu ilikuwa nawekewa mzee. Akienda safari mzee anasakaa 3 months, 4 months anawekewa. Na anabeba nyeri na bado anabeba hii ya maziwa. Hii tu. Hiyo pekee yake. Maziwa, unajua maziwa haitakaa sana. Kuna mali nafika sasa mpaka sasa nyeri ndio unabeba, utabeba utakaa naye. Hii maziwa ni mulsi kama hiyo ni ya wakale. Kuna maziwa mala pia. Nasekea mzee ama hii. Sasa hii ndio nataka juu. Mzee akiwekewa akiwa anatoka mbali. Akikuja na marafiki asikose kitu kula pamoja. Sasa mzee anakuja nyumbani ghafla na rafiki yake. Sasa hii itakuwa kidogo. Sasa inawekewa hii kubwa ndio akikuja hapo sasa hiyo akona kitu cha kula. Hii ni kama pilo. Hii ni pilo. Ni pilo samani. Haiwezi. Hawa wamekuwa wamesoesha. Sasa hii ni ya kuchimba hizi. Hii sasa ndio ya kutengeneza ndani. Kuchimba ndani. Sasa hii ni ya kusmooth juu. Ndani hii ni ya kusmooth ndani. Hii ni kama salama ile. Hii ni ya kutoa ile changu wakati unaweza kutoa naye. Alafu hii ni fimbo ya muziki. Sasa walking stick. Inakuwa refu. Inakuwa refu. Unaona ukibeba sisi hapa. Hii kama ile kama unaona ile hizo. Sasa hii kitu ameweka kuweka kwa kulia. Alafu hii ni njao. Hii ni njao. Njao ni ndama. Ndama. Ni njao ni ndogo ndogo. Hii ni ya mbuzi zenge. Mbuzi zenge. Alafu hii ni ya watoto ya mbuzi. Hamna kondoo. Inatumika hizi yote za kondoo. Sasa hii kama wakiwa na utamaduni yao ya harusi ama kutahiri watoto unafaa kama huyo mama kama huyo anafaa. Kama sasa mama akitahiri vijana anafaa kufaa. Akiwa ameolewa anafaa lazima kufaa. Hii ni hiyo kazi. Hii sasa ni viatu. Wakati hatukuwa na viatu, hii ndio ilikuwa viatu. Ilikuwa viatu. Hiyo ni ngozi ya ng'ombe. Ilikuwa viatu lakini kwa sasa ilikuwa viatu na pia kwa utamaduni wanatumia kama kutahiri vijana. Hiyo ama kuolewa ama hii ndio ilikuwa viatu inatumika. Alafu hii ilikuwa ya wasichana. Wasichana pia wa mama. Lakini wasichana sana wanafaa hii. Ya wamama ni tofauti. Ya wamama ukiona yao unaona hiyo tofauti. Hii ni wasichana wanafunga tu hapa nyuma peke yake. Alafu mbele ndio hii. Na mbele iko hapa. Hii ya mbele. Hii ni ya mbele. Unaweka hapa. Alafu hii ni ya vijana. Mattress. Anatandika tu chini. Hii ni ya mzee. Hii ni ya mzee akitoka na nje anakaa kifuli, anakaa ndani ya nyumba, kitaka kuongea anatoa nje anakalia. Hii ni ya mzee. Alafu nafikiri hii unaitwa na sendiriana. Hii ni wakati pia unafanya utamaduni, unafungia kwa fimbo kama hii, unafungia hapa, unabeba naye. Na bado naye hata unaona hiyo harusi wenyewe beba. Unaona wazee wenyewe beba hivi. Ngozi ya mbuzi. Ngozi ya kondoo. Kondoo ama mbuzi. Ngozi kondoo ama mbuzi. Bado ni pesa kama hizo. Sio ukipatana naye kama amebeba unajua ametoka kuoa. Ukiona naye kama ametoka kuoa ama yeye ametahiri vijana ama alikuwa na sherehe kwake. Lazima abebe hiyo kafimbo inafungiwa. Sasa nabeba tu ikiwa imefungiwa. Naweka changa green ama nini. Na kuweka hizo vitu za masikio. Nafikia kuna ingine. Usinipeleke mimi. Hii ni ngamia. Hii ni ngamia ama mbuzi. Senge kubwa. Hii ni mafuta. Unapasua? Huwezi pasua. Unajua hii hapa. Unaweka tu kwa kifuniko yake. Nabeba naye mafuta imejaa. Akiolewa.
Sasa ni yeye ndio anatumia kupakana naye. Na hiyo yenye alikuwa amepaka red. Hiyo ni udongo. Udongo. Umechanganywa na hii mafuta. Sasa wakati anaoga anapakana hivi. Inakaa how long kutoka? Unajua zamani walikuwa wanadhari wasichana. Sasa msichana huwezi oga kama bado akiwa mgonjwa anatumia hii kwake mahali amepelekwa. Sasa akiamka tu asubuhi anapakana hiyo kila mahali. Anakaa tu kilini kila siku na hii mafuta. Huwezi kuza maji. Sasa mpaka siku ile atapaona ndio ataashana. Hii ndio kasi yake.